ndoto yangu kubwa ni ubunge. Mwaka 1987 katika kijiji cha Ilandutwa ambapo sasa ni kijiji cha Ruota, wilaya ya Iringa, mkoani Iringa, alizaliwa Mgonanzi ambaye yeye ni mmoja kati ya wapiga picha mjini Iringa. Mgonanzi alitua katika mkoa wa Iringa, hususani katika manispaa ya Iringa, eneo la Garden mwaka 2014 akijishughulisha na upigaji picha. Safari yake ilikuwa na changamoto mbalimbali, lakini na mafanikio makubwa hadi leo. Mgonanzi ambaye alikuwa ni mpiga picha moja moja, leo akimiliki studio yake. Karibu mtazamaji wa Matukio Daima katika makala haya fupi yatakayoangazia safari ya Mgonanzi katika upigaji picha na hadi leo alipo. Mimi ni Francis Godi. Jina langu naitwa Yohana Ngeng'ena, maarufu kwa jina la Mgonanzi Photo Studio, ambaye najishughulisha katika manispaa ya Iringa mjini Garden. Ni miaka zaidi ya 8 mpaka 10 sasa toka nimeanza kufanya hii kazi. Baada ya kumaliza kidato cha 4, nilikuwa napenda sana kufanya biashara, lakini sikufanikiwa kuendelea na elimu ya juu. Baada ya hapo nikajiendeleza kidogo na chuo cha Luku mwaka 2010. Baada ya hapo chuo cha Luku pia sikumaliza kwa maana ya kuchukua cheti. Nikaondoka na nikaendelea na biashara. Mwaka 2012 nilikuwa niko Dodoma, eneo la Makole, jirani na chuo cha CBA, pale ambapo nilikuwa nafanya kazi ndogo ndogo za stationery. Lakini 2013 nilirudi Iringa, nikaanza kujishughulisha na masuala ya kupiga picha. Na kwanza kwangu picha nilianzia Garden hapa nikiwa na kamera ndogo tunaita ni vile viberiti kwa sasa tunaita hivyo. Lakini ilikuwa sio rasmi sana, lakini rasmi nilianza 2014 nikawa nafanya kazi kwa watu na kupiga picha moja kuzunguka mtaani. Sikutumia miaka mingi nikafanikiwa kupata ofisi katika maeneo ya Garden. Kwa kutoka 2014 nikawa nimeanza kufanya kazi zangu, lakini nilipitia changamoto nyingi na ambazo kibiashara ni zipo. Najua changamoto zipo, lakini faida zipo pia. Hauwezi kusema kwamba unafanya biashara isiyo na faida, otherwise uachane nayo. Kwa hiyo kifupi kwamba faida zinakuwepo kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo mpaka leo mafanikio niliyoyapata ni kwamba, moja ni kutengeneza jina la Mgonanzi kuwa kubwa, lakini mbili ni kufahamiana na watu wengi, lakini kubwa zaidi ni kukutana na ndugu wa aina ya kina Mgonanzi. Nimekutana nao wengi ambao hatujawahi kuonana. Hiyo ilikuwa ni faraja yangu kubwa sana. Lakini kubwa zaidi pia ni baada ya mwaka 2017 wakati mkuu wa wilaya akiitwa Mheshimiwa Richard Atufigwegwe Kasesela aliniona na akaniita, nikawa namsaidia swala la kupiga picha. Kwa hiyo nimefanya naye kazi mpaka nakuja kuondoka, na mwaka 2021 chama kikaniona pia, nikaanza kufanya nao kazi mpaka sasa nipo na chama nafanya nao kazi. Katika safari yake Mgonanzi, pamoja na changamoto mbalimbali, lakini mafanikio ambayo ameyafikia. Je, Mgonanzi alikuwa na ndoto
ya kuja kuwapiga picha viongozi wakubwa wa chama akiwemo mneki wa Chama cha Mapinduzi Bwana Salim Abdi Assas ambaye kwa sasa ni mjumbe wa kamati kuu, ama mwenyekiti wa chama mkoa Daudi Yasini ambao amekuwa akimtegemea sana katika shughuli za chama? Kweli sikuwa sikujua, na pengine uaminifu wangu na kazi yangu waliona nafaa kufiti katika eneo hilo la kuwapiga viongozi wakubwa, akiwemo mwenyekiti wa mkoa, lakini pia na mneki. Kiuhalisia juhudi na namna ambavyo Mungu anaweka nafasi kwa namna yake, ni furaha yangu kubwa kwamba kwa mkoa wa Iringa pengine naweza nikasema nipo kwenye level nzuri kidogo, ambayo siwezi kusema kwamba ni ndogo, kwa sababu kila mtu pengine anahitaji kufika hapa ambapo mimi nimefika na hajafanikiwa. Kwa hiyo mimi naweza nikasema ni mafanikio kwangu, na kuaminiwa na viongozi wakubwa sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo naweza nikasema hivyo, lakini baada ya hapo ndoto zangu toka 2010, ndoto zangu kubwa ilikuwa ni kugombea ubunge. Sijawahi kufikiria kuwa diwani, kuwa nani. Ndoto yangu kubwa ni ubunge, kuongoza, kwa sababu nilishapita na nikaona ni kuwaongoza wale watu ili tuweze kufikia mafanikio, na namshukuru Mungu 2025 nilichukua fomu ya ubunge na nikagombea jimbo la Kalenga. Kwa hiyo huo niliona ni mwanzo mzuri kwangu, na ni mwanzo mzuri kutoka hapa nilipo kusongea mbele, na maono yangu makubwa ni kuja kuwa mbunge wa jimbo la Kalenga. Ndio maono yangu makubwa. Hii kazi ya picha pamoja na vitu vyote si dharau kwa sababu labda ni ndogo, no. Ni kazi ambayo inanifanya niwepo na ndo inayonitangaza, lakini maono yangu ni kuja kuwa mbunge wa jimbo la Kalenga, na sitakata tamaa mpaka Mungu atakaponijali anifikie level hizo. Siku zote wanasema penye nia pana njia. Hiyo ni moja kati ya nia ya Bwana Mgonanzi ambaye amekuwa akitamani sana kuweza kuifikia, kuwa mwakilishi wa wananchi hasa katika swala zima la siasa. Lakini pamoja na mapito mbalimbali ambayo ameweza kuyapitia Bwana Mgonanzi, anataja changamoto mbalimbali ambazo anakabiliwa nazo, lakini pili, kuzungumzia swala zima la mikopo 10% ambayo serikali imekuwa ikizitoa kupitia halmashauri, ambapo kati ya hizi 10% ambazo zimekuwa zikitolewa, 4% ni kwa vijana, 4% ni kwa wanawake na 2% kwa watu wenye ulemavu. Mgonanzi amefikiwa na fursa hizi? Kwanza kabisa niipongeze serikali ya Tanzania ambayo inaongozwa na mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, ambayo imewaona vijana kuona kwamba wana nafasi kubwa ya kusogea pale walipo ili kufikia malengo yao. Kiuhalisia nipo kwenye process kama Mgonanzi, na nishukuru kwa sababu sasa tunaelekea kutengeneza kampuni ya Mgonanzi Photo Studio. Kwa hiyo tunategemea kwamba kupata hizo 10% za mama, na tunaendelea kumshukuru sana kwa sababu yeye ameona, yeye kama mama ametuona na amegundua kwamba vijana wengi wako mtaani na vijana wengi hawana kazi za kufanya. Kwa hiyo hizi 10% za vijana zimekuwa ni msaada mkubwa, lakini hakuishia tu kwa vijana. Tumeona kwamba ameenda mpaka kwa walemavu, kwa kina mama, wamenufaika sana kwa sehemu yake. Tunamshukuru mno kwa sababu kule kwetu vijijini, na bado naendelea kuwahamasisha waanze kujiunga, kwa sababu halmashauri zinatoa, lakini zinatoa katika masharti mepesi, kwamba unachukua mkopo lakini hauna riba kabisa. Naweza nikasema hivyo kwa sababu inataka kuongeza uchumi kwa mwananchi mmoja mmoja. Kwa hiyo niseme tu kwamba
moja, tunamshukuru, lakini hata mimi nitakuwa balozi mzuri wa kuongea na wananchi wa kule kijijini kwetu, pamoja na maeneo mengi ambayo hawajafikiwa hiyo mikopo, ili waweze kuungana waweze kupata hiyo mikopo. Pamoja na safari hii ya Bwana Mgonanzi ambaye ni moja kati ya piga picha mashuhuri mjini Iringa, pamoja na kwamba amekuwa akipambana, lakini wapo ambao wanapambania kile anachokipambania. Mgonanzi siku za hivi karibuni ni miongoni mwa wapiga picha ambao waliweza kukumbwa na changamoto ya kuvunjiwa ofisi na kuibiwa kila kitu, na wakati mwingine kwa wale ambao wanaamini kwamba pale unapopata changamoto ndipo akili inapofanya kazi, na ndio maana anasema changamoto kipimo cha akili. Mgonanzi katika hili amepitaje na nini ambacho amerudishwa nyuma? Kwanza niseme mnamo mwezi wa nane mwaka uliopita, ilikuwa ni saa 11 asubuhi, nilipigiwa na walinzi ambao walikuwepo hapa ndani ya garden, ambao ni walinzi ambao wanalinda kampuni. Baada ya hapo walinipigia simu kwamba pamevunjwa ofisini kwangu. Ni kweli, asubuhi nilipofika hapa ofisi ilivunjwa kweli, lakini waliiba vifaa vya kazi vyote, naweza nikasema hivyo, na kumbukumbu zangu zote wakawa wamebeba. Kwa hiyo kiufupi nilianza upya, na ninamshukuru Mungu sana kwa sababu niliwaomba watu wakanisaidia kwa nafasi yao. Nimshukuru pia Mneki alinisaidia kupata kamera, lakini na wadau wengine wote wengi walinisapoti kwa sehemu moja, pamoja akina Francis Godwin, akina Mama Mwamwindi, akina ni wengi, naweza nikataja akina Dickson tunamuita Dickson Mwipopo na wengine wengi walinisapoti kwa sehemu kubwa sana. Chama cha Mapinduzi kilikuwa ni bega kwa bega na mimi kwa kunisapoti baadhi ya vifaa. Kiukweli nilikuwa nimefikisha almost kama mtaji wa milioni 12, lakini mpaka sasa manake nimeanza upya, ninaenda taratibu hivyo, lakini siwezi kufunga milango kwamba kwa watu ambao wanaweza kunisapoti niendelee kwa pale ambapo nimefikia, nisogee baadhi ya vifaa ambavyo havipo, basi hamna budi kunisapoti. Lakini kiuhalisia, jamii kubwa ambayo wakati tunaenda kwenye maendeleo unafikia level kwamba sasa upumzike, na kuna wengine wanafikiria kufanya uhalifu ili wakurudishe nyuma, lakini mimi namshukuru Mungu kwa sababu ya upendo wa watu wote ambao walinisapoti. Kwa kweli, naohitaji kunisapoti mimi, namba yangu ya simu ni 0769317146. Nirudie tena 0769317146. Jina litakuja Yohana Modestus Ngeng'ena. Watakuwa wamenisaidia sana, niwashukuru mno. Pamoja na safari hii, Mgonanzi anatoa shukurani kwa Matukio Daima kupitia kipindi hiki cha Tanzania Leo, ambapo tumeweza kumfikia na kuzungumza naye. Kwa mkoa wa Iringa naweza nikasema Matukio Daima imekuwa ikiwafikia watu wengi sana. Kama ukipita kwenye mitandao utamkuta akizunguka sehemu tofauti tofauti kupata habari za mkoa wa Iringa na nje ya Iringa. Juzi hapa nimeona akikutana na walemavu, akikutana na watu mtaani, akiongea nao. Mimi niseme kwangu ninashukuru mno sana Matukio Daima kwa kuona hata mimi nafaa kuzungumza. Lakini mimi niendelee kuwashukuru mkurugenzi wa Matukio Daima Bwana Francis Godwin, tumekuwa tukifanya naye kazi, amenisapoti kwa sehemu moja au nyingine, na washukuru mno. Sina la kuwalipa, lakini naamini Mwenyezi Mungu atawalipa zaidi. Naam, kila safari ina hatua zake. Hizi ni hatua za kijana Mgonanzi Photo Studio
ambaye yeye ni mkazi wa manispaa Iringa, na kupitia hatua mbalimbali ambazo amefikia Mgonanzi, pamoja na changamoto alizopitia, lakini hajaanguka, bado amesimama imara. Hewani ni kipindi cha Tanzania Leo, nami ni Francis Godwin. Asante na endelea kuwa nasi. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sif Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sif Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua Sif Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe sifcompany100@gmail.com. Sif Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone.